Na kuna watu wengine mpaka ameshajipasisha vitu vya ajabu kabisa. Unajua hili ndio tatizo letu la ukoo. Unajua sisi ndio tuko hivi. Unajua hili lilianza kwa bibi na shangazi. Unajua hili, yani hili tumetoka nalo mbali, usione hivi sio mimi peke yangu. Hata ukifuatilia kizazi chetu. Nataka nikwambie kwa jina la Yesu Kristo, huo mnyororo tunaukata kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Inateketezwa kwa moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Achia. Kanisa la Bwana, nianze kutangulia kusema kwamba mnafahamu kwa nini Waisraeli walikuwa utumwani Misri. Tusirudi huko nyuma, maana ni kitabu cha Mwanzo. Jamani, jina la Bwana libarikiwe sana. Mnafahamu Yakobo alikuwa anatafuta ugali, akawatuma watoto wake. Yusufu alishatangulia kule akawa mtumwa, baadaye akaja kuwa mtu mkubwa. Ndugu zake walivyotafuta ugali, walivyofika kule, habari ni ndefu, akamwangukia. Na baada ya hapo Yusufu akaomba familia nzima yahamie pale. Familia ikahamia pale, watu kama 600 na watu kama 70 wakakaa hapo. Jamani, jina la Bwana libarikiwe sana. Na Farao akawapa nchi ya Gosheni. Nchi ya Gosheni kwenye jiografia nakumbuka tulisoma ni nchi iko kwenye delta. Delta ni eneo la pembe tatu, ni kama pembe tatu, ni mahali ambapo mto huo unaingia kwenye uwanda wa plain, uwanda wa nini, wa tambarare, kama ni kuingia kwenye bahari, kama ni kuingia kwenye ziwa. Sasa lile eneo kijiografia tunalita ni eneo moja lenye rutuba sana, kwa sababu mto unazoaga vitu vingi. Kwa vikifika pale huwa vinasagwa, vinatengeneza kitu kinaitwa alluvial soil. Ni soil yenye rutuba sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio eneo ambalo kwa Misri lina rutuba kweli, nchi ya Gosheni. Kwa Farao akawapa watu wakakaa pale, wakakaa kwa miaka mingi, wakazaana, wakaongezeka. Na Biblia inasema akatokea Farao mmoja asiyemjua Yusufu. Huyu akasema hawa jamaa, hiyo sura ya kwanza, sasa wanazaana sana, wanaongezeka, watakuja kututawala. Hawa sasa tuwageuze wawe watumwa. Ndio kimbunga kilianzia hapo tu. Jamani, are we together? Sasa Mungu anamwambia Musa, nimekuja kuokoa kutoka kwenye utumwa. Mungu anazungumza mambo 5 ya msingi ambayo natamani leo tuyaangalie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya kanisa. Naomba nisaidie mstari ule wa 7 sasa. Sikiliza Mungu anavyorespondi kwa Musa. Sikilizeni Mungu anavyojitokeza kwa Musa. Sawa jamani, Kanisa sawa takatifu wa Mungu, Kuna mambo 5 Mungu ameyazungumza pale. Na huo ni uwezo wa kimungu peke yake. Ndio maana watakatifu nawaambia ni kosa la jinai kutafuta kisaidizi cha Mungu. Are we together? Ni nini? Ni kosa la jinai kufanya nini? Kutafuta kisaidizi cha nani? Cha Mungu. Jamani, tunaelewana watakatifu wa Bwana? Kanisa, tunaelewana watu wa Mungu? Ni kosa la jinai kutafuta kisaidizi cha Mungu. Ni kosa la jinai kumlinganisha Mungu na kitu chochote. Na nashukuru Mungu vitabu vyote nilivyosoma vya dini vinazungumza hivyo. Biblia na vitabu vingine. Jamani, are we together? Kanisa, tuko pamoja wapendwa? Wapendwa, tuko pamoja? Ni kosa la jinai kudhani Mungu anaweza kusaidiwa na majivu ya mkaa. Ni kosa la jinai. Ni kosa la jinai kudhani Mungu anaweza kusaidiwa au anatenda paka na mafuta ya nyonyo. Ni kosa la jinai. Jamani, are we together watakatifu? Wapendwa, are we together? Ndio maana Mungu anajidhihirisha kwanza kwa Musa. Anamwambia kwanza, mimi ni Mungu wa baba yako. Jamani, amina katakatifu wa Bwana. Utaendelea kule chini, Musa anaanza kuhoji, wakiniuliza jina lako nani? Mungu bado analijibu jina gumu mno. Anamwambia, waambie mimi niko ambaye niko, wa milele. Wapendwa, haleluya.
Jambo la kwanza naomba nikwambie, usije ukafikiri kwamba Mungu huwa anashindwa. Hapana. Yaani haijalishi hicho kijaribu, hilo utumwa yaani haijalishi, Mungu hajawahi kushindwa. Ni mimi na wewe tu kutafuta sababu kwa nini halijatokea hili. Na sababu kubwa huwa ni mbili. Naomba nisikilizeni watakatifu wa Bwana. Sababu kubwa huwa ni ngapi? Ni mbili. Kwa nini halijatokea? Sababu kubwa ni mbili. Sababu ya kwanza, majira na wakati wa Mungu bado haujafika. Ndio hichi kilichotokea kwa wana wa Israeli. Tumeelewana kanisa la Bwana? Na majira na wakati ilipofika, watu hawajamlilia Mungu mpaka miaka ikaongezeka. Kumbe wangemlilia Mungu pale pale, maana majawabu yalikuwa tayari determined, yalikuwa tayari yashatolewa. Watakaa miaka 400 tu, alafu watatoka kwa ushindi. Basi. Kwa sababu ya kwanza, kwa nini majibu yatokei? Bado wakati wa Mungu. Na kwa sababu kama bado wakati wa Mungu, haitufanyi tuache kuomba. Hapana, tutaomba na tutaomba, maana tusipoomba miaka 30 itaongezeka. Weka wisha. Mwambie jirani yako, hebu ikatae miaka 30 ya nyongeza. Jamani, haleluya utakatifu wa Bwana. Kanisa, haleluya. Sababu ya pili kubwa inayosababisha kwa nini majibu yatokei, kuna sababu yetu wenyewe. There is somewhere a mistake. Kuna kosa mahali fulani. Ndio maana jawabu halijatokea. Narudia tena, sababu ya kwanza, jawabu halijatokea, wakati wa Mungu bado hujafika, na ukija lazima litokee. Sababu ya pili, jawabu halijatokea, so kuna kosa mahali fulani. Kwa kesi ya wana wa Israeli, kosa lililotokea muda uliokuwa determined ulipofika, hawajamwomba Mungu. Ndio maana halijatokea kwa wakati ule. Hilo alivyogeuka kumwomba Mungu, Mungu akatokea. Jamani, tunaelewa na watakatifu wa Bwana? Tunaelewa na wapenzi? Sasa sababu za kutokea huwa ni nyingi tu, lakini makundi makubwa ni hayo mawili. Sababu ya kwanza ni wakati wa Mungu mwenyewe. Sababu ya pili, kuna kosa mahali. Wakati mwingine hata sio hujamlilia Mungu. Wakati mwingine unaweza kukuta ni dhambi tu imeingia hapo katikati. Na dhambi unajua ni kikwazo cha Mungu kutenda. Si tunaelewa na watakatifu wa Bwana? Jamani, si tunaelewa na watakatifu wa Mungu? Wakati mwingine ni kukosea formula za kimungu tu. Pengine Mungu alitaka ufanye hiki, sasa afanye, alafu ukapuuza tu hujafanya. Kwa utashi wako wewe mwenyewe unavyojisikia, ili la nini hili? Na ndio hapo hapo ukakosea. Basi. Kwa kutokea kwa Mungu huwa kupo pale pale. Lakini kinachosababisha asitokee ni mambo makubwa mawili. Jamani, tumeelewa na watakatifu wa Bwana? Tumeelewa na watu wa Mungu? Sasa nikurudishe. Mungu anajitokeza kwa Musa, anatoa maelekezo kwenye mambo 5 ya msingi, na hii ni uweza wa Mungu peke yake mwenye kuweza kufanya haya. Naomba nisome sasa mstari wa 7 na 8. Naomba sikilizeni watakatifu wa Mungu. Mstari wa 7, neno la Mungu linasema, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Sema hakika. Hakika. Sema hakika. Endelea hapo binti yangu. Nami nimesikia kilio chao. Kwa sababu ya wasimamizi wao. Jambo la kwanza, mambo 5 ambayo Mungu anajitokeza kwa Musa na kumpa uhakika ya kwamba sasa ninataka, hakika sasa nimeamua, hakika nimeamua. Jambo la kwanza ni nini? Hakika nimefanya nini? Hakika Mungu ameona mateso ya watu wake. Mwambie jirani yako, Mungu anaona teso unalopita. Unajua kuna wakati mwingine unatamani watu waone unachopita. Hebu mimi naomba tuwe mdilie Mungu ili Mungu aone teso unalopita. Jamani, haleluya kanisa. Jamani watakatifu, haleluya. Na ni afadhali Mungu aone kuliko wanadamu. Maana teso lako wanadamu wanaweza wakakung'onga. Sawa Jaki? Jamani, tumeelewana? Kwenye teso lako wanadamu wanaweza wakakunyoshia vidole. Kwenye teso lako wanadamu wakasema tulijua sisi, kiko wapi?
Mike mbona imenikatikia? Tulimuona tu alipokuwa anajishaua, kiko wapi? Unieli teso lako Mungu mwenyewe ahusike aone. Jamani, amina kanisa. Maana wanadamu wanaweza kafanya lolote, wanaweza kasema lolote. Amina watakatifu wa Bwana. Jamani, amina watu wa Mungu. Biblia inasema haja zenu nazifanye nini? Zijulikane na wanadamu. Haja zenu zijulikane na nani? Biblia inasema hakika, sure, hakika nimeona mateso ya watu wangu, na ni heri kutafuta kuonekanika na Mungu kuliko wanadamu. Kwa nini Mungu aliyaona mateso ya watu wake? Kinachofuata kiko hapo hapo. Endelea binti yangu, anasemaje? Nami nimesikia kilio chao. Hakika na mimi Mungu nimesikia kilio chao. Kwa hiyo Mungu ameona, sio kwamba Mungu aoni, hapana, anaona tu. Ila kuna kitu kilikuwa kijafanyika paka kilipofanyika. Jamani, are we together? Nini kilifanyika? Ni kilio mbele za Mungu. Zaburi 120 anasemaje? Hebu mtu mmoja nikimbia hapo haraka. Zaburi 120 mstari wa kwanza tu anasemaje? Katika shida yangu nalifanya nini? Nisome watu wafikiri tu tukadhani tunatunga. 120 mstari wa kwanza neno la Mungu linasema, katika shida yangu nalimlilia Bwana. Nasikia naye akafanya nini? Naye akaniitikia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sio nalimlilia baba mkwe. Are we together? Jamani, haleluya kanisa la Bwana. Haleluya watakatifu wa Mungu. Sio nilimlilia mkuu mwenyekiti wa kikoba, hapana. Katika shida yangu nalimlilia Bwana. Mungu anamwambia Musa, hakika nimeona mateso ya watu wangu kwa sababu nimesikia kilio chao. So it means walilia mbele za Mungu katika shida yao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Saidia kumuuliza jirani yako, kwenye shida yako unamlilia nani? Unajua ni rahisi kusema sana Mungu, si ndio naye amekujibu hivyo Hebu muulize tena, kwenye shida yako unamlilia nani? Alafu naomba mjibu. Si una wote Mungu. But I want to tell you very truth in a practical, kiuhalisia, kimatendo. Naomba nikwambie, watu akipatwa na shida ni rahisi kukimbilia huku na huku kwanza. Sije kwa nini Mungu atusaidie sana. Takatifu, tunaelewana wapendwa? Jamani, tunaelewana? Wamama katoto kanakoumwa tu ghafla, cha kwanza unamlilia nani? Ni kukimbizana kwenye pochi kabatini kutafuta kadi ya bima na kuwahi hospitali, au cha kwanza unamlilia nani? Ni kutafuta daftari la kliniki liko wapi, tafuteni haraka tumechelewa, au unamlilia nani? Sina shida na kwenda kliniki, lakini nashauri cha kwanza kabla hujatoka, hebu mlilie kwanza Mungu. Jamani, haleluya watakatifu. Kanisa, haleluya. Wangapi tuko pamoja wapenzi? Kilichomsababisha Mungu kuyaona mateso ni kwa sababu walimlilia Mungu. Kumbuka mstari wa sura ya 5, walinung'unika kwa Musa, lakini walipogeuka wakamlilia Mungu, ndio Mungu sasa akatokea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jambo la pili, Mungu anasikia kilio chako. Mwambie ndugu yako, Mungu anasikia kilio chako. Mwambie tena, Mungu anasikia kilio chako. Jambo la tatu, anasemaje pale? Maana anafanya nini? Nayajua maumivu yao. Maana nayajua maumivu yao, sio nayafahamu. Kanisa, tunaelewana watakatifu wa Bwana?
Wapenzi, tunaelewana kanisa? Maana nayajua nini? Maumivu yao. Asubuhi ya leo mpendwa, niko tu kukwambia Mungu anajua maumivu yako. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Jambo la tatu linasemaje? Mungu anajua maumivu yako. Na ninaomba nikwambie, katika wanaokujua wewe ni zaidi ni Mungu kuliko hata wewe unavyojijua. Let me repeat. Anayekujua wewe zaidi kuliko hata wewe unavyojijua ni Mungu. Unajua wakati mwingine wanadamu wanatishiana sana. Nyinyi amnijui tu mimi, amnijui. Naomba nikwambie hata wewe mwenyewe ujijui, anayekujua sana sana ni Mungu kuliko unavyojijua. Usitutishie jamani, amina kanisa. Watakatifu, haleluya. Jamani, amina. Wapendwa, amina. Jambo la 4. Mungu anatoa elekezo gani? Anasema nini? Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Nami nimeshuka ili niwaokoe watu wangu. Jamani, haleluya kanisa. Na mimi nipo kukuthibitishia Mungu yupo kukuokoa na huo utumwa wa aina yoyote adui anayotaka kuupandikiza katika nyumba yako, katika maisha yako, katika kila chochote, kwenye ndoa yako. Hicho kila aina kifungo, kila aina utumwa, Baba akashuke kwa jina la Yesu akatende. Haleluya watu wa Mungu. Jamani, haleluya kanisa. Watakatifu, haleluya. Kwani Mungu alikuwa yupo? Hapana, Mungu yupo kila mahali. Hiyo ni lugha tu ya uelewa wa wanadamu. Jamani, tumeelewana watakatifu wa Bwana? Jamani, tumeelewana watakatifu wa Bwana? Mungu ameshuka. Haleluya kanisa. Jamani, haleluya watakatifu wa Bwana. La 5 linamaliziaje? Niwapandishe kutoka nchi ile. Nasikia. Hata nchi njema. Hebu twende taratibu hapa. Jambo la 5, Mungu anasema ili niwapandishe kwenye nini? Niwapandishe kutoka nchi ile. Niwapandishe kutoka kwenye ile nchi ya utumwa, niwapandishe kutoka kwenye ile dimbwi la utumwa, la unyanyaso, la adha. Alafu nifanye nini? Hata nchi njema. Alafu niwapeleke mahali nilipo waandalia mimi. Kwa wana wa Israeli walioandaliwa nchi njema. Someni maandiko, kuna sifa kama 3-4 pale. Sifa kwanza, hiyo nchi ikoje? Kisha pana nchi. Ngoja kwanza. Nchi ijayo maziwa. Za mwanzo nchi nini? Ili niwapandishe kutoka. Ya kwanza ni nchi njema. Ya pili? Kisha pana. Kisha hiyo nchi ni pana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya kanisa. Ya tatu? Nchi ijayo maziwa na asali. Nchi iliyojaa maziwa nini? Asali. Hata mahali pa Mkanani na Muhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Hao ndio makabila ya asili yaliyokuwa pale Palestina, nchi ya Palestina. Jamani, tuko pamoja? Sasa siko kuzungumza mavita yanayoendelea huko Gaza. Sawa Jamani, tuko pamoja? Mimi niko kusema Mungu amesikia kilio chako na anashuka kutenda. Haleluya kanisa. Haleluya watakatifu wa Bwana. Kitaka historia na maelekezo mengi ninaweza kuwapa tu, mengi sana. Jamani, haleluya kanisa. Na hata kinachoendelea hapo sasa hivi naweza nikawapa historia ndefu sana. Jamani, tumeelewa na watakatifu wa Mungu Na kila mmoja huwa ana haki tu. Na unaogopa sana kwenye kila mtu mwenye haki, maana haitakayowezekana wapatane. Jamani, tumeelewa na watu wa Mungu Tumeelewa na watu wa Mungu Tumeelewana? Hawa wanasimamia sisi ni wasili hapa, hawa wanasimamia sisi ni agano Mungu alituleta hapa. Sasa tuache hilo, ni somo nyingine, nikurudishe tu hapa. Mungu anamwambia Musa niwapeleke kwenye nchi hiyo njema, pana, kubwa, nzuri, iliyojaa maziwa na asali. What does it mean? It means kuna mahali Mungu amekuandalia. Kwenye kila pito unalopita, naomba ufahamu tu kwamba kuna mahali Mungu anataka kukutoa alafu akupeleke au akuweke hapo. Jamani, haleluya kanisa. What's the problem? The problem ni watu
hatufanyi nini? Hatumlilii Mungu, bali tunalaumu. Hiyo ndio shida ya kwanza. Jamani, Mungu atusaidie sana watakatifu. Ngoja niwaambie, hivi hii dunia yote tunayoishi, hivi Yesu Kristo wakati anaitabiri, alishaitabiri duniani kuna raha? Na naomba nikutahadharisha kwenye maisha yako, usije ukajidanganya hata siku moja, mimi nikipata pesa, yani ndio nitasetwa, akili yangu ndio itatulia, nitakuwa na amani. Huwezi kuwa na amani. Amani inapatikanika kwa Yesu peke yake. Jamani, mnanielewa watakatifu wa Mungu Na ushahidi ni ukawatafute wote wenye hela dunia hii ukawaulize. Mnanielewa watakatifu wa Mungu? Kanisa, mnanielewa wapendwa? Paka uwe na Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya watakatifu wa Mungu. Nini cha kufanya? Zaburi 120 anatupa suluhisho. Anasema hivi, katika shida yangu nalifanya nini? Alafu naye akafanya nini? Sio akanisikia, akaniitikia. Kuitikia ni hii milolongo yote mitano. Bwana ameona, Bwana amesikia, Bwana anataka kushuka kufanya, Bwana amekuandalia kitu chema. Jamani, haleluya kanisa. Ndio maana natumika neno gumu, naye amekuitikia, sio amesikia. Jamani, haleluya. Haleluya watakatifu wa Mungu. The problem kwenye hizi adha tunazopita, huwa kuna wakati tunasahau kumlilia Mungu, au kuna wakati tunapuuza kumlilia Mungu, au kuna wakati hatujali kumlilia Mungu. Hii dunia vyovyote vile hata ubarikiwaje, lakini Mungu alishasema tu wanadamu watakuwa na dhiki tu. Kwa nini? Ndio maana akasema jipeni moyo, mimi ndio nimeushinda ulimwengu. Kwa lazima uwe ndani ya Yesu ndio utaweza kushinda. Jamani, haleluya kanisa. Ndio maana lazima uwe ndani ya Yesu ili kuwe na dhiki, kuwe na raha, utashinda tu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya watakatifu wa Bwana. Lakini kwa kusema hivyo sina maana kwamba tusiwe matajiri, maana kuna doctrine nyingine ya ajabu kweli kweli. Si mnafahamu inayosema rahisi nini? Vigumu tajiri kupenya kwenye nini sijui, kuliko tajiri kuingia. Na kuna miaka fulani tulipokuwa wadogo, walokole walishikilia kweli hiyo. Kwa hata mtu kifanikiwa kidogo tu, huyu ndio hawezi kupenya kwenye tundu la sindano, aingii mbinguni utajiri huyo. Jamani, Baba akutajirishe katika jina la Yesu Kristo anavyotaka yeye Mungu. Haleluya kanisa. Haleluya watakatifu wa Bwana. Lakini naomba tu ufahamu hata Yesu Kristo mwenyewe alisema utajiri na heshima vinatoka kwa nani? Kwake peke yake. Haleluya kanisa la Bwana. Jamani, haleluya watakatifu wa Mungu. Naomba nirudie tena. Kwenye shida yako, kwenye dhiki yako, kwenye maumivu yako, unamlilia nani? Unang'ang'ana kwa nani? Usiku na mchana unang'ang'ana wapi kwa nani? Kichwa chako, moyo wako unamuelekea nani? Na kumbuka, unavyozidi kujichelewesha utasababisha miaka ile 30 kafanya nini? Ongezeka. Sasa imanishi miaka 30 pase, hapana. Jamani, tunaelewa na watakatifu wa Bwana. Ila narudia tena, jawabu linaweza lisitokee kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza, bado wakati sahihi wa Mungu, na tusiukimbilie kabla wakati sahihi wa Mungu, tutaharibu. Ila sisi tunachopaswa ni kuendelea tukulia, ni kuendelea tukulia mbele za Bwana. Haleluya kanisa la Bwana. Sababu ya pili, kinachochelewesha ni nini? Ni watu kutokumlilia Mungu. Wakati wa adha, wakati wa shida, watu ni kupita huku na huku, na sio kupita kwa Mungu basi. Hiyo ndio shida. Are we together watakatifu wa Bwana?
Jamani, are we together kanisa la Bwana? Wana wa Israeli mpaka walipogeuka wakaamua kumlilia Mungu, ndio Mungu akatokea. Mstari wa 7 na 8 anasema, hakika nimeyaona, nimesikia, nami nimeshuka ili nifanye. Nikishafanya niwatoe huko, ili nikishawatoa niwapeleke hali nilipoandalia mimi. Jamani, jina la Bwana libarikiwe sana. What is my point? Point yangu ni kwenye kila dhiki, kwenye kila adha, kwenye kila eneo la maisha yako mwenyewe, kuna mahali tu Mungu amekuandalia, ila anasubiri tu mshirikiane naye ili atende kwa uweza wake. Jamani, haleluya kanisa la Bwana. Mungu anataka kusikia kilio chako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nisaidie kusema amen kanisa. Jamani, ameni watu wa Mungu. Mungu anataka kusikia kilio chako. Mungu anataka kusikia sala yako. Mungu anataka kusikia dua zako kanisa. Mungu anataka kusikia maombi yako ya mifungo ya mikesha. Mungu anataka kusikia unamwambia nini. Jamani, haleluya kanisa. Naomba tusimame watakatifu wa Bwana. Unaposimama, swali langu liko pale pale. Katika shida yako, katika dhiki yako, unamlilia nani? Unamwangalia nani? Unakimbilia kwa nani? Unapiga yowe kwa nani? Mtaji unajua umekata, ngoja nimkimbilie mjomba. Huyo ndio wa kwanza. Unajua hapa nimepata hasara kidogo, ngoja nitafute kwanza kimkopo cha kausha damu. Huyo ndio vya kwanza. Unajua ameniambia ugonjwa huu sijui ukoje, kuna bingwa nimesikia yuko Temeke. Huyo ndio wa kwanza. Jamani, tunaelewa na watakatifu wa Bwana. Unajua sina kazi, natafuta connection. Huyo ndio wa kwanza. Connection ziwepo zisiwepo, lakini Mungu wetu tudikumlilia Mungu mpaka atoke. Nisaidie kusema amen kanisa. Lord Jesus. Nimehitimisha hivi. Usiogope. Mungu ni mwaminifu. Hebu naomba tusome wote kwa pamoja. Mungu ni mwaminifu. Anaona mateso yako. Anafanya nini? Anasikia kilio chako. Anafanya nini? Anajua maumivu yako. Anafanya nini? Mungu anashuka ili akuokoe. Baba akashuke katika jina la Yesu kwenye hilo nalopita. Baba akashuke katika jina la Yesu kwenye kaina chochote cha utumwa, whether katika familia, whether katika eneo lolote lile, whether ndugu zako wako dhambini, kwenye eneo lote, Baba akashuke kwa jina la Yesu Kristo. Baba akashuke katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Holy Jesus. Haleluya kanisa la Bwana. Oh Jesus. Ni eneo gani limekutahayarisha? Nipo kukwambia Mungu ameona, Mungu amesikia, Mungu anajua maumivu yako. Mungu anataka kushuka kutenda. Asubuhi nimejisikia nikutie moyo. Roho wa Mungu ameniongoza tukutie moyo kwa neno hili. Ni kweli tuko kwenye kitabu cha siku za mwisho, lakini hebu nikutie moyo kwa maneno haya katika jina la Yesu Kristo. Hebu ni wakati tumgeukie, tumlilie huyu Mungu. Anasikia. Anaandika kwa Isaya, sikio lake yeye si zito hata lisisikie, wala mkono wake si mzito kutenda. Mungu anasikia. Tumwambie shuka Bwana, shuka Bwana. Tutembele Jesus Bwana, wewe Bwana, shuka Bwana, waweza na nguvu, shuka
Tembele